Simulizi ya hadithi na historia ya Asia Abdalla, mwanamama aliyepambania nafasi yake katika siasa, mwanzo hadi mwisho alipotoka mpaka hivi sasa alipofika. Safari yake nitakuchambulia hapa. Hii ni Usiku TV. Jina langu mimi ni Alexander Skodrizi, msimuliaji wako ambaye huwa nakuletea makala mbalimbali kila siku. Ungana kwa kubonyeza alama subscribe hapo chini. Hadithi ya mwanamke aliyechagua kutumikia siasa. Kulikuwa na wakati katika ardhi ya Tanzania iliyosheheni matumaini na changamoto. Alizaliwa mtoto wa kike ambaye hakujua kwamba siku moja jina lake lingetajwa katika mikutano ya wananchi, magazetini na kwenye nyayo za watu waliotumaini maendeleo. Jina lake lilikuwa Asia Abdalla. Utoto na malezi yake. Asia Abdalla alikulia katika mazingira yaliyomfundisha thamani ya kazi, uvumilivu na heshima. Ingawa historia yake ya kuzaliwa haijaandikwa kwa kalamu ya umma, alilelewa katika maadili ya Kitanzania, maadili ya kusikiliza wakubwa, kuthamini jamii na kuelewa kuwa watu ni watu. Tangu akiwa mdogo, Asia alijifunza kuwa na sauti ya mtu mmoja anayeweza kuleta mabadiliko ikiwa atatumika kwa busara na ujasiri. Safari ya elimu na kujijenga. Elimu ikawa mwanga wake. Hakuwa tu kwa ajili ya kusoma vitabu, bali kujifunza maisha, kujua namna ya kuwasikiliza wengine, kutatua migogoro na kufanya maamuzi ya kugusa wengi. Safari yake ilimpa pia uwezo wa kuingia katika utumishi wa umma, eneo linalohitaji moyo wa kujitoa kuliko tamaa ya sifa. Mwito wa uongozi. Siku ilipofika alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, Asia hakuona uteuzi huu kama cheo, bali kama amana. Alifika Kilolo kama mama, dada na kiongozi. Hakujifunza ofisini, alishuka hadi vijijini, akatembea vumbi la barabara, akakaa chini na wakulima na wanawake na vijana. Wananchi walianza kumuita kwa jina la heshima, Bush Lady, si kwa sababu ya pori, bali kwa sababu ya ujasiri wake na kwenda palipokuwa pagumu, penye changamoto na mara nyingi palipoonekana na viongozi wengi. Uongozi wa vitendo. Katika alipokuwa huko Kilolo, Asia alisimamia mapambano ya kuboresha elimu kwa watu, anawakumbusha wazazi na wajibu wao, kuhimiza nidhamu ya kijamii na ulinzi wa kiafya wa umma, kusikiliza rasilimali ya mazingira na kusisitiza kuwa maendeleo hayaji kwa serikali pekee, bali kwa ushirikiano wa wananchi. Katika moja ya mahojiano yake aliwahi kusikika akisema kwa msisitizo wa mama mwenye uchungu, serikali pekee yake haiwezi kufanya kila kitu, maendeleo huanza na wananchi wenyewe, alisema Asia Abdalla. Kauli hiyo ikawa falsafa yake, uongozi unaoshirikisha na si kuaminisha. Changamoto na msukumo. Safari haikuwa laini. Kulikuwa na lawama, upinzani na wakati mwingine kelele, lakini Asia alisimama katika kusimamia imara bila kelele nyingi. Alijua kuwa historia hukumbukwa wanaotenda, si wanaopinga kelele. Aliwahimiza vijana wajitambue, wanawake wajiamini, na jamii kwa ujumla ichague nidhamu na uzalendo kuliko tamaa ya muda mfupi. Hatua mpya ya maisha. Baada ya kutumika kama vitendo vya serikali, Asia Abdalla alihisi wito mwingine, ule wa uwakilishi wa kisiasa. Mwaka 2025 alichukua hatua ya kuwania ubunge wa viti maalum mkoani Dodoma, akisema wazi kuwa ninataka kuendeleza mapambano ya maendeleo hasa kwa wanawake na makundi yaliyoachwa nyuma, alisema Asia Abdalla. Wakati hayo haikuwa mwisho wa safari yake, bali mwanzo wa ukurasa mpya. Hitimisho. Asia Abdalla ni hadithi ya mwanamke aliyechagua huduma badala ya heshima, kazi badala ya maneno, na jamii badala ya nafsi. Ni simulizi ya uongozi wa vitendo. Unatembea pamoja na watu, unasikiliza, unaonekana pale panapohitajika, na unapojenga pale panapowezekana. Na hata leo hadithi bado inaandikwa, si kwa wino pekee, bali kwa athari alizoacha katika maisha ya watu aliyowahi kuongoza. Karibuni kupitisha doti yake katika maisha yake mwanzo hadi mwisho. Taarifa muhimu zinazojulikana ni hizi tu. Asia Abdalla ni kiongozi wa serikali wa ngazi ya wilaya nchini Tanzania. Kupitia utumishi wake kama mkuu wa wilaya ya Kilolo DC mkoani Iringa, ameitwa na jamii na baadhi ya wanahabari kama Bush Lady. Jina hili si rasmi, bali ni la kubahatisha kutokana na kazi yake ya Bush, yani kazi ngumu vijijini. Safari ya kazi, kwanza utumishi wa umma hadi uongozi. Asia Abdalla alitolewa kwa mkuu wa wilaya ya Kilolo wakati wa mabadiliko ya utumishi wa serikali chini ya utawala wa Rais John Magufuli.
Akichaguliwa kuwa DC, ameonyesha kujishughulisha kwa vitendo na miradi ya maendeleo wilayani humo. Katika kipindi chake kama mkuu wa wilaya, kilichoripotiwa akijikita hasa katika maeneo makuu ya maendeleo yafuatayo: maendeleo ya miundombinu na huduma za jamii. Alikuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha utekelezaji wa miundombinu kama barabara vijijini, huduma za afya na maji masafi kwa wakazi wa Kilolo. Elimu na kuibua uelewa. Alisisitiza elimu kuwa kipaumbele kikubwa, akizungumza na moja na wazazi kuhusu umuhimu wa kuwasaidia watoto wao kusoma. Afya na usalama na maadili. Alifanya kazi kubwa katika kuboresha huduma za afya jamii pamoja na kupambana na tabia zisizofaa kama unywaji pombe kijamaa wakati wa janga la COVID-19, akisema hawaweka watu hatarini au kudhoofisha afya ya umma. Ulinzi na mazingira. Asia aliunga mkono juhudi za ulinzi na msitu na kuboresha utumiaji endelevu wa rasilimali za ardhi. Ingawa hakuna tarehe yake ambayo iliweza kuainishwa, tarehe yake rasmi ya kuzaliwa, wapi alipokulia, elimu yake na ni wapi aliposoma, lakini katika vyombo vingine viliweza kubuni tarehe, jambo ambalo silo katika mambo ya historia. Kama unatamani kuendelea kufuatilia channel yetu kwa ajili ya kupata simulizi za watu kama hawa, basi subscribe. Mimi ni Dr. Alexander Scott Rizzi, hii Usiku TV.